Wakati Waziri wa Mipango Profesa Kitila Mkumbo anaeleza hapa kuhusiana na taarifa ya hali ya uchumi, alieleza juu ya namna ambavyo sekta mbalimbali zimechangia katika ukuaji wa pato la taifa. Mojawapo ya sekta ambayo kwa kweli imekuwa katika tatu bora katika kuchangia ukuaji wa pato la taifa, ukiangalia kwa tathmini kuanzia 2015 mpaka 2024-25, basi ni pamoja na sekta ya nishati. Sekta hii ilitoka 5.8% mwaka 2015 na sasa hivi tunazungumzia 14.4%. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili lisingewezekana bila umadhubuti wa kuendelea kuwekeza katika miradi inayohusiana na sekta ya nishati, lakini isingeweza kufanikiwa bila kutoa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hii. Tumeshuhudia mafanikio makubwa sana katika sekta ndogo zote ambazo zipo katika sekta ya nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Nishati ama sekta ya nishati ina sekta takriban 4, na mojawapo ni sekta ya mafuta pamoja na gesi asilia. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha miaka 4 tumeshuhudia mafanikio makubwa sana katika swala la gesi asilia. Tumeendeleza kwa kiasi kikubwa sana miradi ya uzalishaji na uendelezaji wa gesi asilia katika vitalu vyetu. Katika kitalu chetu cha Mnazi Bay tumeweza kuzalisha takriban futi za ujazo bilioni 25.51 kwa kipindi cha miaka 4, lakini tumefanya hivyo katika kitalu chetu cha Songosongo, lakini vile vile kwa mwaka jana tumesaini mikataba katika kitalu chetu cha Ruvuma Ntoria, na sasa hivi tupo katika hatua za awali katika kuzalisha na kuendeleza. Katika miaka hii 4 tumekuwa tuna mafanikio makubwa sana katika kusimamia na kudhibiti bei kikomo za bidhaa za mafuta. Bei ya ndani ya bidhaa za mafuta imeendelea kuwa himilivu. Mojawapo ya sekta ambayo ni moyo wa uchumi katika taifa hili ni sekta ndogo ya umeme. Mmeona uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika katika sekta ndogo ya umeme. Hapo ulikuwa ukija kuanzia mwaka 2021 mpaka mwaka 2025. Mwaka 2021 uwezo wa kuzalisha mitambo ulikuwa takriban 1600. Lakini leo hii tumeenda mara 2. Tunazungumzia uwezo wa kuzalisha umeme takriban megawati 4000. Ni uwekezaji mkubwa sana ambao haujawahi kufanyika tangia taifa hili lipate uhuru. Ipo miradi ya uzalishaji, lakini ipo miradi ya usafirishaji pamoja na miradi ya usambazaji. Tulikuwa tuna kilomita za usafirishaji takriban 6000 ilipofika 2021, lakini mpaka sasa hivi tumeongeza kufikia kilomita takriban 8000. Lakini usambazaji tulikuwa tupo katika kilomita takriban 144, lakini leo tunazungumzia kilomita takriban 200,000. Tumeongeza matumizi takriban megawati 700 kutokea 2021 mpaka 2025. Hiyo ni alert kwamba inatupasa kuendelea kuwekeza zaidi katika miradi ya umeme, na ndicho ambacho serikali ya awamu ya 6 inafanya. Iko miradi ambayo sasa hivi inaendelea, ikiwemo mradi wa Malagarasi ambao unaenda kuzalisha takriban megawati 34.5, lakini vile vile upo mradi wa kuzalisha umeme juu wa Kishapu ambao unaenda kuzalisha takriban megawati 150. Hii yote ni kwa sababu tunataka hapo mbeleni tusirudi katika changamoto ambayo tulikuwa nayo hapa nyuma, na ndio maana tumejipanga kwa miradi hii ambayo inatekelezeka sasa hivi, na tumejipanga kuanza miradi mingine inayokuja ili kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa na umeme ambao unaendelea kuwa himilivu kwa kipindi kirefu kinachokuja.